Hatua hiyo imekuja baada ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kupata malalamiko ya wazawa kushindwa kufanya biashara zao vizuri katika soko la Kariakoo kwa sababu wamevamiwa na wageni ambao ni raia wa Kichina wanafanya shughuli zao, na ndiyo ikapelekea kamati hiyo kuundwa, na Februari 5 mwaka huu ilianza kazi yake. Katika kazi hii wageni 31 hatua stahiki zilichukuliwa na idara ya uhamiaji na wageni 24 waliondolewa nchini wakati kamati ikiendelea na kazi yake. Pia kamati ilibaini kuwa wageni kuingia nchini kwa kigezo cha utaalamu na kuishia kufanya kazi zinazodhaniwa kupaswa kufanywa na wazawa. Kamati ilibaini pia wageni wanauza bidhaa kwa bei ya chini, hivyo kupunguza uwezo wa wazawa kuhimili ushindani wa soko. Lakini pia tulibaini udhaifu katika utaratibu wa upangishaji wa wafanyabiashara. Mheshimiwa Waziri, wageni wanaondoa wazawa katika maeneo ya biashara waliopanga kwa kutoa pesa nyingi kuliko wazawa kwa kulipa kodi kubwa na matumizi ya malipo ya ziada yanayojulikana kama kilemba. Na hapa akatoa mapendekezo ya muda mrefu na muda mfupi ili kukabiliana na kadhia hiyo. Inashauri ofisi ya Rais TAMISEMI kuanzisha kanda maalum kupitia mkoa wa Dar es Salaam, kuanzisha kanda maalum ya biashara Kariakoo pamoja na kanzidata. Kamati inapendekeza Mheshimiwa Waziri, eneo hilo litengwe na kupewa hadhi ya eneo maalum la biashara na kuwa na kanzidata wafanyabiashara wote. Kutenga maeneo ya biashara za jumla na rejareja na kuwa na kituo cha utoaji wa huduma za serikali, yani one stop center. Pia inashauriwa Wizara ya Viwanda na Biashara ipitie na kurekebisha sera ya maendeleo ya biashara ya mwaka 2003 toleo la mwaka 2023 ili iainishe aina ya biashara ambazo wageni hawapaswi kufanya. Waziri wa Viwanda na Biashara Dr. Selemani Jafo akapokea taarifa hiyo na kutoa maagizo kwa idara ya uhamiaji na Wizara ya Ajira. Idara ya uhamiaji na idara ya kazi, mtaanza kazi mara moja ya soko Kariakoo, tukifanya kazi as team. Manake ninyi ndio mtaongoza hiyo timu. As team kufanya operation Kariakoo ianze kubainisha watu wote ambao wanafanya biashara kinyume na taratibu hizi. Ushindani, mkurugenzi wa tume ya ushindani yuko hapa. Na TBS sasa hakikisheni mfanye operation maalum ya pamoja kufuatilia malalamiko ya uwepo wa bidhaa ambazo hazina ubora, ambazo zinaharibu biashara. Kila baada ya miezi 6 tukutane wadau wa hizi timu leo ndani, wizara zetu hizi tukutane, mkiratibiwa na Wizara ya Viwanda na Biashara. Wafanyabiashara wakapongeza hatua hiyo. Matumaini yetu kwa wafanyabiashara ni kuona serikali inazingatia yale ambayo yametokana na report, lakini na kuyafanyia kazi kwa haraka kuhakikisha kwamba Kariakoo lakini na nchi kwa ujumla inakuwa sehemu nzuri. Mimi nashukuru sana kwa hilo. Kwa sababu hao wa China wenyewe inawezekana kuna watu pangine wanawaleta, kwa sababu wa China kweli atoke huko aje asimame hapa nini, lakini kwa sababu kama serikali wenyewe wamesheliona, sisi tunafurahi sana. Kwa sisi wafanyabiashara ndogo ndogo, na sisi pia tufanye biashara zetu ndogo ndogo, kwa sababu wao wa China wanaweza kuwa wanakuja wanataka wafanye kama sisi wa machinga wenye biashara ndogo ndogo. Yaani itatupa nafasi na sisi wa hali ya chini kuweza kufanya biashara ambazo hizo zamani zilikuwa zinafanywa na hao wa China. Ripoti hiyo pia imeainisha biashara za mtandaoni, ikianika maduka 29 kutokuwa na leseni na mengine kutosajiliwa, na wanaofanya biashara hizo za mtandaoni kutotoa risiti, jambo ambalo kunaikosesha serikali mapato. Estabela Malisa, Azam News, Dar es Salaam.